Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yapiga hatua kubwa uboreshaji wa mazingira kujifunzia kupitia ujenzi wa skuli za kisasa zenye hadhi na viwango. Serikali yaendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya kisasa ya michezo ikiwa ni mkakati wa kuhakikisha vinakidhi matukio ya michezo ya kimataifa. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako na Mikisa Mwaipiana. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imepiga hatua kubwa kwa kuwa na mazingira mazuri ya kujifunzia kwa ujenzi wa skuli za kisasa zenye hadhi na viwango. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipofungua skuli mbili za ghorofa ya Ramadhani Haji Faki iliyopo Gamba mkoa wa Kaskazini Unguja na skuli ya kiufundi kwa niaba iliyopo Pemba, ambapo amesema hatua kubwa imefikiwa ya kuondokana na skuli za mabanda na kuwa na majengo yanayokidhi mahitaji ya kielimu ya kisasa, viwango na ubora, na kuwahimiza wanafunzi kusoma kwa bidii. Kwa skuli hii kuna jengo la kafeteria kama tulivyoelezwa, kwa maana ya jengo la vijana walimu wao kuweza kupata chakula, lakini kuna jengo la makazi ya walimu ili walimu wawe hapa karibu. Ndani ya skuli hii tuna jengo lenyewe la skuli kama tulivyoelezwa hapa, ambayo ni ya kisasa sana. Ndani ya skuli hiyo kuna maabara za sayansi 3 ya biology, ya physics na ya chemistry, lakini vile tuna vyumba vya kompyuta, lakini tuna maktaba. Rais Dr. Mwinyi amewahakikishia wananchi wa Gamba waliopisha ujenzi huo wa skuli kuwa serikali imejipanga kufanya tathmini ili hatimaye kuwalipa fidia zao stahiki, pamoja na kupokea ombi la wananchi la kujengewa nyumba za maendeleo katika eneo hilo na kuahidi serikali kulifanyia kazi. Nimesikia maombi ya wananchi wa hapa Gamba. La kwanza ni kuhusu fidia kwa wale ambao wamepisha ujenzi huu, pamoja na kwamba eneo hili lilikuwa ni shamba la misitu la serikali, lakini tunatambua kwamba kuna watu walikuwa wamelima mazao yao. Fidia itafanyika na wananchi watalipwa stahiki. Skuli hizi zimegharimiwa kwa ushirikiano kati ya Benki ya Maendeleo ya Afrika BADEA na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ujenzi wa skuli hizi unajumuisha skuli, nyumba za walimu, dakhalia za wanafunzi wa kike na kiume pamoja na mgahawa. Ujenzi wa skuli ya Gamba ulianza mwezi Machi na umefikia 97%. Skuli ya Gamba imejengwa na kampuni ya Zekon na kusimamiwa na kampuni ya Akes East Africa kwa gharama shilingi bilioni 11.02. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeahidi kutatua changamoto zinazovikabili vikundi vya kinamama, wasindikaji na wajasiriamali wa mazao ya uvuvi, wakiwemo vijana wafugaji wa samaki kwa njia ya vizimba katika Ziwa Victoria ili kuwanusuru kukatika mitaji kutokana na majanga ya maji. Kwa taarifa zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Henry Kavirondo kutoka huko jijini Mwanza. Vikundi 350 vya kinamama wasindikaji na wajasiriamali wa mazao ya uvuvi jijini Mwanza, wakiwemo vijana na wafugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, vikihitimu mafunzo mbalimbali ya muda mfupi yakiwemo ya ujasiriamali kupitia wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi yani FETA. Katika kilele cha mafunzo hayo yanayotolewa na FETA Nyegezi Mwanza kwa ufadhili wa shirika la maendeleo ya Ubelgiji kupitia mradi wa Green and Smart Cities SASA program, Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Ngwasi Kamani anawasilisha mkakati huo. Serikali inaendelea kuhamasisha na kuwezesha uanzishwaji wa viwanda vidogo kupitia ruzuku na mikopo nafuu. Lakini pia serikali inaendelea kuboresha mialo na bandari ndogo za uvuvi, ikiwa ni pamoja na kupunguza athari za mafuriko na kuboresha usalama wa maeneo ya kazi. Na mahususi kabisa, wasilisho la kina mama linaonesha adha kubwa ambayo mnapitia katika mwalo wetu wa Mswahili. Naibu Waziri Kamani amewasilisha mkakati huo baada ya vikundi hivyo 350 vya kina mama na vijana kuiomba serikali kuvipatia bima ya mikopo na maisha itakayovilinda wakati yanapotokea majanga ya majini. Tunaomba mfumo maalum wa bima ya afya na ajali kuanzishwe kwa vijana wanaofanya shughuli kwenye vizimba kutokana na hatari zinazohusiana na kazi za majini. Lakini
Hii sio hiyo tu, yule mama anapotoka kwenye yale maji, wakati mwingine yale maji sio salama. Yale maji sio salama, matokeo yake mama anapata magonjwa mbalimbali. Kisha watendaji wa wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA wakainuka wakiishukuru serikali kwa kusikiliza kilio kinachowakabili wajasiriamali. Tunataka kuanzisha shahada ya kwanza katika programu mbili. Shahada ya kwanza itakuwa katika sayansi na teknolojia ya uvuvi, na ya pili ni usimamizi wa biashara ya chakula na bidhaa zitokanazo na mazao ya uvuvi. Ni muhimu sana kuwawezesha vijana hasa ambao wako kwenye maeneo ambapo yanapatikana sekta hii waweze kushughulika na kuchangamkia fursa hizi. Watapelekwa katika taasisi za kifedha hususan CRDB kupitia mfuko wao unaitwa CRDB Foundation. Hii ni kwa ajili ya kupata mikopo midogo na huduma jumuishi za kifedha. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Zaidi ya watoto 400 wanaoishi mazingira magumu ambao walikuwa hatarini kushindwa kuanza masomo pindi shule zitakapofunguliwa wameibuliwa na kukabidhiwa vifaa vya shule katika eneo la Nyamakokoto, halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara. Musa Makali huyo hapa na undani wa hii taarifa. Ikiwa zimebaki siku chache shule kufunguliwa hapa nchini, wazazi na walezi kwa sasa kila mmoja anaumiza kichwa ni namna gani mwanae shule ataenda, huku changamoto ya kipato ikiwa ndio kilio kikubwa kwa wengi wao. Niko mwenyewe, sina mwanaume, nahangaika na watoto wangu, itukuu wangu, kwa sababu mazingira ya kuandaa vitu vya shule yalikuwa bado ni magumu. Jitihada za kuwabaini watoto wanaoishi mazingira magumu hapa halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara zinakuja kufuatia maagizo ya mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge, ambapo aliwataka viongozi walio na uwezo kuwasaidia watoto wanaoishi mazingira magumu, na hili sasa linafanyika, na hatua hii baadhi ya wazazi wanaiona ni kama mkombozi kwao. Hao ni watoto wa mjukuu wa pili, baba zao na mama zao wako mbali. Hapa tunashukuru kwa mjido mkubwa mno, kwa sababu nashukuru sana, sina uwezo mwingine. Kazi yangu ni kibarua na kulima. Ameniwezesha ambavyo nilikuwa siwezi hata kukamilisha vitu vya mjukuu wangu. Unakuta mwingine amepata nguo za shule, daftari amepelewa, lakini kwa sababu tumeshapata daftari kianzilishi, ninashukuru kwa upande wangu. Akikabidhi vifaa hivi kwa wanafunzi wa shule msingi na sekondari, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda Daudi Michael, ambaye pia ni diwani wa kata Nyamakokoto, akaeleza namna walivyofanikiwa kuwabaini watoto hao, ambapo amesema kufanya hivyo ni kuiunga mkono serikali katika kuhakikisha watoto wote wanaanza masomo pindi shule zitakapofunguliwa. Namna ya kuwaibua watoto hao, nilikaa nikatafakari na niliona kuna mazingira ambayo kutokana na wananchi wangu na wafahamu pengine wangelishindwa kabisa kwenda mashuleni. Nikasema kwa kidogo angalau niwashike mkono, niende kuibua wale watoto na kuhakikisha watoto wote wanakwenda mashuleni ifikapo shule zinapokuwa zimefunguliwa. Tunajua eneo hili wapo watu wengi sana wenye vipato mbalimbali, lakini yeye ameanza kwa wale wali ya chini kabisa. Kuna kitu kigumu kama kuanza shule. Kama ambavyo anataka watoto waende shule, yeye yupo kwa ajili ya kumsaidia Mama Samia kazi katika eneo lake. Kutoka hapa katika eneo hili la Nyamakokoto hapa halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amepiga marufuku walimu kuwafukuza wanafunzi kwa kisingizio cha kutotoa michango au kukosa sare za shule, kwa kuwataka wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi kuhakikisha wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na darasa la awali la kwanza na kidato cha kwanza wanaanza shule mara moja bila kuwepo kwa kisingizio cha aina yoyote. Akizungumza wakati akifungua kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa RCC, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amesema kusiwepo na kisingizio chochote cha mwanafunzi kutokwenda shule kuanzia Januari 13 shule zinapofunguliwa. Swala la sare lisiwe kikwazo cha mtoto kupokelewa shule, lakini michango sio sababu ya kutokea mtoto shule, na masuala ya michango yametolewa ufafanuzi. Kwa hiyo mtoto yoyote asikataliwe kwa sababu yoyote kupokelewa mashule. Naomba nisisitize hiyo. Watoto wote wapokelewe. Mambo mengine yatatafutiwa suluhisho mtoto akiwa anaendelea na masomo. Nitoe wito kwa wazazi
kuhakikisha watoto wote wenye sifa za kuanza darasa la awali la kwanza, lakini na kidato cha kwanza wanakwenda shule, wanaripoti shule, na kusiwepo sababu ya kisingizio cha aina yoyote. Viongozi tukasimamia. Aidha, viongozi katika ngazi ya halmashauri ndani ya mkoa wa Mtwara wanasema serikali tayari imeboresha mazingira ya wanafunzi kusomea na kwamba hakuna kikwazo cha mwanafunzi kutokwenda shule. Tumeandaa vitendea kazi, tumehakikisha walimu wako vizuri, mazingira yote ambayo yanawasaidia watoto kuanza muhula vizuri, tumehakikisha tumeweka sawa. Tuache shughuli, tuache unyago, tuache mambo mengine yote. Kama hayo mambo tuna muda mrefu sana wa kuyafanya, lakini kipindi hiki tupeleke watoto wetu shule. Kwa ujumla, serikali ya Mama Samia imeboresha miundombinu ya shule za msingi na sekondari kwa kiasi kikubwa. Hakuna mtoto atakwenda kukosa chumba cha kusomea na hakuna mtoto atakosa dawati, na hii sasa inapelekea sisi kuwahimiza wazazi wenzetu tuendelee kuzaa, lakini tujiandae kulea, kwa sababu serikali inatimiza wajibu wake, wala haisukumwi na haihitaji kusubiri. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Baada ya baadhi ya makampuni yanayonunua zao la kokoa katika wilaya ya Kyela mkoani Mbeya kususia ununuzi wa zao hilo kutokana na uwepo wa taka zinazowekwa na baadhi ya wakulima wasio waaminifu, mkutano mkuu wa chama kikuu KYECU umeazimia kutoifikia kokoa itakayokutwa na uchafu ili kulinda soko lisipotee. Taarifa zaidi ana mwanahabari wetu Rosie Chapewa kutoka huko Mbeya. Umefanyika mkutano mkuu wa kikatiba wa mwaka wa chama kikuu cha ushirika wa zao la kakao KYECU na kuzungumzia masuala mbalimbali pamoja na kuazimia maazimio ambayo yanalenga kuboresha zao la kokoa ili kuhakikisha soko linakuwepo wakati wote. Bainika imechanganywa na mchanga, kokoto na aina nyingine ya uchafu, itataifishwa na baada ya kuchambuliwa itauzwa chini ya usimamizi wa chama kikuu na mapato yake yatakusanywa kwenye akaunti maalum ya chama kikuu. Awali katika mkutano huo ambao mgeni wa heshima ni mkuu wa wilaya Kyela Josephine Manase akiwakilishwa na katibu tawala wa wilaya hiyo Sabrina Hamod, ambaye ameeleza salamu za mkuu wa wilaya ambazo zinasisitiza kuacha kuweka taka kwenye kakao. Amesisitiza naomba tuwe wakali na tuwe wasimamizi wazuri kwenye hilo ili tuendelee kuuza kakao yetu. Ndugu zetu waendesha ghala, msipokee mzigo ambao sio msafi. Tutashusha utayari wa mnunuzi kuweza kushiriki katika minada yetu. Rais msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya Elia Richard akaelekeza bodi kutekeleza maazimio yote, huku baadhi ya wanachama wakitoa mapendekezo yao. Jukumu ambalo tunataka kufanya bodi na watendaji ni kwamba sasa kuviandikia AMCOS zenu, kila AMCOS barua ya maazimio ambayo mmeyafikia leo kuhusiana na ubora wa zao la kokoa. Chama kikuu kwa kuwa kina vitu vingi, tunataka tusambaze gunia, tunataka tununue korosho, tunataka tuuze ufuta, tunataka tuuze mbaazi, tunataka tununue kokoa. Lakini tutafanyaje hizo biashara zote pasipokuwa na mtaji wa kutosha? Kutoka Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rosie Chapewa. Kumetokea kutoelewana baina ya wakazi wa mtaa wa Bulola B kata ya Buswelu wilayani Ilemela jijini Mwanza baada ya mwananchi mmoja kudaiwa kuziba barabara ya mtaa kutokana na madai kuwa eneo hilo ni mali yake kwa matumizi ya makazi na si vinginevyo. Turudi tena kwake Henry Kavirondo kutoka huko Mwanza. Ni vuta ni kuvute iliyodumu kwa takribani saa 5, wananchi wakitaka kuvunja ukuta wa nyumba ya mwanamke aitwaye Susan Baro anayedaiwa kumiliki eneo hilo lililoziba barabara ya mtaa, hivyo kuibua hisia mbalimbali za wananchi wakiomba serikali kuingilia kati sakata hilo. Zuilia barabara inatuazimu tena mateso yale mwenye nani rais ametuondoa yale ya kuzunguka, tunarudi tena kwenye mzunguko ule wa kupita mbali kupeleka watoto wetu shuleni. Na humu kwenye mtaa huu kuna watoto wengi wanaoenda pale kusoma shuleni. Kwa wilaya ametupa barua tunazo hapa. Mkuu wa mkoa
Mheshimiwa Matanda, tumerejesha barua lakini hakuna kilichofanyika. Badala yake wanarushiana, mkuu wa wilaya anasema kwamba bwana kama si yupo tarafa yeye atahusika. Kwa kuwa sakata hili linatazamwa na wengi kuwa pengine linaweza kusababisha uharibifu wa mali za mwanamke anayedaiwa kumiliki eneo hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza halina budi kusimamia usalama. Sasa huyu mwenye fensi aliyokuja kuziba barabara, watoto wanapita wapi? Tunachoomba Mheshimiwa Rais Mama Samia, tunaomba hii barabara ifunguliwe. Ugonjwa huko kwa watu wa ardhi, kwa sababu wale watu wa ardhi wanatupiana mpira. Sasa tayari washapata donge kidogo, sijui ndio maana mambo inafika, kila mmoja anaingilia huko anatokea huko, anaingilia huko anatokea huko. Juzi tumekaa pale kwa mkuu wa wilaya, katuita yeye mwenyewe, tumeenda tukafika pale ikaonekana na dharura. Mimi niombe wananchi wafanye kwanza subra, wasifanye tukio la kuchoma nyumba hii. Na mnihakikishie kama kwa nimekuja hapa kuchukua changamoto zao, mimi nitafikishia mheshimiwa mbunge na mheshimiwa mbunge atafika hapa. Je, Susan Baro anayedaiwa kumiliki eneo hilo ambaye kwa sasa yupo nje ya nchi ana kauli gani baada ya kuzungumza kwa njia ya simu? Nafuata sheria kwa sababu ile ramani ya zamani iliyokuwepo shafutwa ikaja ramani shirikishi. Kutokana na malalamiko hayo, Channel 10 ikalazimika kumtafuta mwenyekiti wa serikali ya mtaa ili kufahamu hatua zinazochukuliwa. Naomba tu rais atusaidie. Kwa sababu watu wenye magari badala ya kupitia hapa kwa njia fupi inabidi wapandishe mpaka barabara ya kwenda Sayona. Mgogoro huo unadaiwa kudumu kwa takriban miaka mitatu kwenye mtaa huo kabla ya nyumba kujengwa katika eneo hilo ambalo hadi sasa suluhisho la kudumu bado halijapatikana ili kuondoa taharuki inayoendelea kati ya wananchi na anayedaiwa kuwa mmiliki wa eneo hilo Susan Baro. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Shukrani Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Katika kujiandaa kikamilifu kuwa wenyeji wa michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika ujenzi wa miundombinu ya kisasa ya michezo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha michuano hiyo inafanyika kwa ubora wa hali ya juu. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, Naibu Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Ali Abdul Gulam amesema kuwa ujenzi wa uwanja mpya wa AFCON City unaojengwa katika eneo la Fumba unaendelea vizuri na uko katika hatua zinazoridhisha. Ameeleza kuwa uwanja huo unatarajiwa kukamilika ndani ya mwaka huu wa 2026. Kama ambavyo tunajua 2027 AFCON Afrika Mashariki. Nitumie nafasi hii pia kuwapongeza vijana wetu wa Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri ambayo walioifanya katika mashindano ya AFCON Morocco mwaka huu. Na 2027 kwa upande wetu wa Zanzibar, maandalizi yanaendelea. Kama ambavyo nimesema, uwanja wa Amani tayari umekamilika, lakini Mheshimiwa Rais anajenga uwanja mpya Fumba wa kisasa, Fumba AFCON City, ambayo dhamira yetu kukamilika ndani ya mwaka huu 2026-2027 utakuwa tayari uwanja umekamilika, na mashindano ya AFCON tunatarajia pia kuchezwa Zanzibar. Kwa hiyo niwatumie nafasi hii kualika waandishi wa habari kwenda kujionea kazi kubwa ambayo inafanyika Fumba. Ujenzi unaendelea usiku na mchana ili tuweze kuwahi AFCON. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tunafanya kila jitihada kuhakikisha tunakamilisha maandalizi yote ili AFCON pia wananchi wa Zanzibar waje kujionea kama tulivyoona kwenye CHAN, na sasa AFCON 27 itachezwa Zanzibar pamoja na Tanzania bara. Mtazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia kile kilichojili katika upande wa magazeti katika siku hii ya leo ya Jumapili Januari 11.